Naye afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi, Dishen Angoya, anapokea matibabu katika hospitali ya Lang'ata baada yake kukamatwa na kisha kuugua akiwa kizuizini. OCS huyo alikamatwa kwa madai ya kuwaachilia waandamanaji 64 waliokamatwa siku ya Jumatatu wakati wa maandamano ya kupinga bei mpya ya mafuta. Mwanahabari wetu Mary Chalo anatuarifu. Kizaza kilishuhudiwa nje ya hospitali ya Lang'ata, baadhi ya Wakenya walipoandamana na kufika hospitalini humo kupinga kukamatwa kwa OCS wa kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi, Dishen Angoya, hapo jana na kisha kufikishwa katika hospitali hiyo ya Lang'ata baada ya kuugua. Na kabla awaachilie alipewa nguvu na OCPD, akaambiwa waachilie hao watu kwa sababu hawana hatia yote. Baada ya kuwaachilia watu kwenda nyumbani, jioni kulikuwa na press conference by Murkomen ambao ilisemekana kuna watu 300 ambao wameshikwa, lakini wale watu 300 hawakuwa kwa sababu walikuwa shaachiliwa. Sio ikasemekana kwamba lazima watu wengine walaumiwe. Na unajua kwamba jana watu walipigwa risasi wakaumizwa, so lazima watu tutafutiwe makosa. Dishen alikamatwa kwa madai ya kuachilia huru waandamanaji 64 waliokamatwa wakati wa maandamano ya Jumatatu ya kupinga bei mpya ya mafuta. Wanaharakati na Wakenya wakidai kuwa Dishen alikuwa akitekeleza wajibu wake kama afisa mkuu wa kituo kuambatana na katiba ya Kenya, hivyo kukamatwa kwake kulikuwa kinyume na sheria. Indeed, this morning we've been so surprised that an OCS exercising his constitutionally mandated powers to either decide for suspects to be arraigned in court or to be released. We understand and we all know the law. The OCS has those powers. The OCS is the officer commanding police station. He takes instructions from no one. He takes instructions from the law. So obviously, if at all he has violated any police code of conduct, then that becomes a disciplinary issue. We are surprised that he is being arrested and tried and being dragged through the criminal justice system. Wameweka wazi kwa watamtetea OCS Dishen hata akifikishwa mahakamani, kwani yeye hana vita na Wakenya, wakisema kuwa amekuwa akitekeleza jukumu lake kwa uadilifu. Aidha, wamewataka maafisa wa polisi kusimama na ukweli. Nasema kwamba akienda kotini tunamtolea bond, tutampigania, na polisi wote Kenya mzima usifuate sheria ambayo si halali. You can disobey legal orders and Kenyans will defend you. So we in solidarity with the OCS, will pay his legal fees, will support him, and if he's fired, Kenyans will hire him. So from today, he's ours. Si ni kweli? Huyo askari sasa ni wetu, si wa Murkomen ama Kanja, ni wetu. Na askari wote Kenya mzima, usipige wa Kenya. Wa Kenya wanawaunga polisi mikono, wapewe mshahara mzuri, na wapache kukuwa wa Kenya. That's why we're here in solidarity with Dishen. If at all he has violated any police code of conduct, then that becomes a disciplinary issue. We are surprised that he is being arrested and tried and being dragged through the criminal justice system. But one thing we want to assure Kenyans is that there is a plethora of lawyers, including myself, who have put themselves out there to represent any person who stands with the law, including this OCS. So we... Mary Chalo, Undugu TV.